Semaji, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mambo mazuri? Mambo mazuri. Hebu tuanzie hapo. Dodoma Jiji na sisi wana nini? Mechi ya kwao ilikuwa mechi kweli, lakini pia hata mechi ya kwetu nyumbani imekuwa mechi kweli, lakini hii leo bahati nzuri tumewafunga bao 1-0. Tabia hujenga mazoea. Au mazoea hujenga tabia. Yes, mazoea hujenga tabia. Kila mtu ana namna ambavyo amezoea katika ligi. Kuna watu ambao wamezoea kutoa mechi nyepesi kwa timu pinzani. Kwa hiyo hayo yamekuwa mazoea yao na sasa imekuwa tabia yao. Na kuna watu wamezoea kutoa mechi ngumu katika ligi. Miongoni mwao ni Dodoma Jiji. Na mechi ya leo tulifahamu ya kwamba ingekuwa ngumu kutokana na ubora wa mpinzani wetu. Dodoma Jiji tumemfunga mara zote ambazo tumekutana naye, lakini hakuna siku ambayo tumemfunga kwa namna ya kuenjoy, kwa namna ya kumtawala. Tunamfunga kwa mbinde kweli kweli. Na ndio maana hata ukiangalia margin ya kumfunga Dodoma Jiji ni goli 1, umemfunga sana goli 2, ukitoa goli 3 ambazo tulimfunga pale Arusha kwenye kombe la CRDB. Kwa hiyo yote kwa yote ni kwamba tayari Dodoma Jiji ameshakuwa na hiyo tabia ya kwamba huyu ni Simba na uwezo wa kusimamisha naye shilingi. Anapata hiyo confidence kwa sababu ya mazoea ambayo yuko nayo, na kweli anapokuja uwanjani anatoa mechi ngumu kweli kweli. Lakini yote kwa yote lazima tucheze mechi za namna hii. Hizi ndio mechi zenye hadhi ya ligi kuu. Hizi ndio mechi zenye mvuto. Hizi ndio mechi ambazo hujui nini kitatokea. Hizi ndio mechi ambazo unatamani zaidi filimbi ya mwamuzi ya pie kuliko kitu kingine chochote katika mchezo huu ukiwa na goli 1 mkononi. Kwa hiyo tunawapongeza Dodoma Jiji kwa kuwa na hii spirit, kwa kutuonyesha mchezo mzuri, wa Tanzania wameenjoy. Lakini yote kwa yote mkubwa lazima aonekane. Tulimwambia Dodoma Jiji, umefanikiwa kuchukua alama 1 nyumbani kwenu, hata ufanyeje huwezi kuchukua alama nyingine Dar es Salaam, tutakufunga tu kwa sababu ya ubora wa timu yetu. Lakini kama haitoshi Tobias, mechi ya leo pamoja na ugumu wa Dodoma Jiji, lakini hatukuwa kwenye ubora wetu wa 100%. Mechi ya leo tumechangia sisi wenyewe kuifanya kuwa ngumu. Tungeweza kuimaliza mapema. Tumepata nafasi za kutosha sana kwenye kipindi cha kwanza. Dakika 30 za mwanzo zile tulikuwa na uwezo wa kushinda magoli mengi kweli kweli, lakini nafasi tukawa tunazipoteza. Unapopoteza nafasi kwenye mpira, mabeki wa timu pinzani ama timu pinzani na wenyewe wanasema hawa nao ndo wale tu. Najua kwenye mpira mtu anaweza kukwambia achana huyo simkabi ajui. Mazoea yale. Kwa hiyo unakosa, mnafika kwenye eneo zuri, badala ya kupasiana kutafuta nafasi unalazimisha kupiga na mgonga mtu, hata wenyewe wanaona hawa nao ndo wale, twendeni tukacheze. Kwa hiyo pamoja na ubora wa Dodoma Jiji na tunaheshimu kwa hilo, lakini kwa namna moja ama nyingine mechi hii sisi wenyewe tumechangia kuifanya kuwa ngumu. Tungeweza kuimaliza mapema kabisa. Kwa namna ambavyo umeona Dodoma kipindi cha kwanza hatujawafunga, kipindi cha pili tumekuja kuwafunga kwa mkwaju penalty ambao ulikuja kumaliziwa na Elim Panzo. Unadhani sisi ubora wetu ulikuwa wapi kwenda kuamua huo mchezo, na Dodoma Jiji unadhani nini ambacho kimeongezeka kwao wakatupa ugumu huo? Dodoma Jiji na namna yao ya kulinda walikuwa wazuri sana kwenye kuzuia. Kuanzia katikati hapa kwa Hoza na Munganga kurudi nyuma walikuwa wanacheza compact sana. Hawakupi nafasi ya kukaa na mpira. Yaani Libasi akichukua mpira wamefika mguuni, wanagonga hodi, wanaondoka nao ama wanadisturb, wanafanya maamuzi mabaya. Oura akigusa mpira wanafika mguuni, wanagonga hodi, wanadisturb, anafanya maamuzi magumu. Hata Mwamba Rusaka hakupata muda wa kutosha wa kufanya makeke yake kutokana na kwamba akishika mpira watu wamefika wamegonga wanakuondoa mchezoni. Kwa hiyo huo ndio ubora wa Dodoma Jiji. Ubora wetu hii leo ni ilibaki namna ya mtu mmoja kwenye kulazimisha kuingia kwenye boksi aweze akatafute nafasi, na ndicho ambacho kikatuokoa. Elim Panzo amepata nafasi, kawalazimisha wakafanya makosa kwenye 18, tukapata mkwaju wa penati ambapo bahati mbaya
Mwamba Lusaka anakwenda anakosa, lakini Elim Panzu tena kwa uharaka ile reaction ya second ball ndiyo ambayo imetokoa. Na ukimwangalia Mpanzu wala hakuwemo kwenye ule mstari wakati penalti inapigwa, alikuwa yuko nyuma kabisa, umeelewa, na alianza kwenda. Kwa hiyo maana yake unaona kabisa alikuwa na anticipation kubwa kwamba chochote kitakachotokea second ball ni ya kwangu. Kwa hiyo amecheza Mgore akafika kwa haraka kweli kweli, Mpanzu akashoot. Lakini ubora mwingine wa Dodoma Jiji leo ni mlinda mlango wao Dani Mgore, amewaweka salama sana kwa kuokoa mikwaju mingi ambayo imeelekezwa langoni kwake. Lakini yote kwa yote timu bora leo ambao ni Simba Sports Club imeweza kumwadhibu Dodoma Jiji. Kwenye ligi kuu kuna mechi utashinda mabao 3, 4, 5 na kuna siku utashinda goli moja tena kwa kushikilia roho. Ndio leo hii, hiyo ndio ladha ya ligi kuu. Sawa semaji, mchezo umemalizika kwa namna ambavyo ratiba inaonyesha kuna wiki 2 kama siku 3, kwa sababu sisi mnyama kurudi uwanjani ni tarehe 14 ya mwezi ujao. Nini ambacho kitafanyika au kipo hapa katikati? Tunakwenda kwenye break ya FIFA. Sijajua kwa nini, lakini kwa sababu break ya FIFA inaanza tarehe 1 mwezi wa 6 mpaka tarehe 9. Lakini sisi tume break mapema kuanzia hii leo. Inawezekana pengine mwalimu ameomba kwa ajili ya kutaka kufanya mipango yake ya kiufundi zaidi, lakini tuna hayo mapumziko marefu ya wiki 2. Bado sijapokea program kutoka kwa meneja kufahamu ni lini timu itarejea kuja kuanza mazoezi kwa ajili ya ungo ya mwisho ya ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho la CRDB. Lakini hii leo kambi inavunjwa, kila mwenye kwao anaenda kwao, na wewe nenda kwenu Morogoro. Kila miko tukiwalani tu hapa. Mimi mtu mjini hapa. Wewe Vancouver sasa hivi. Rwanda. Na safari ya Rwanda. Ni bebe. Hapana. Mikoti nalo tayari. Hapana. Koti la juu nalo. Niende peke yangu au nirudishe koti? Raha nije nikuhadithie. Kwa hiyo kambi inavunjika leo, tunasambana. Tutakuja kuambia watu lini timu inarejea tena uwanjani. Binafsi mimi kama kuna vitu vitapungua mwilini kuishi siku zote pasina kuiona Simba. Kusema kweli tunapitia mateso magumu sana. Kutoka leo mpaka tarehe 14 ni maisha magumu ambayo hatukutarajia kukutana nayo kwa siku za hivi karibuni. Kukaa bila kuiona Simba ni sawa na kukaa bila kupata chakula ama kukaa bila kupata pumzi. Ni mateso kweli kweli. Lakini hatuna budi, ndio mipango mizima ya ratiba na kalenda. Tuvumilie wana Simba. Naamini hili kila mwana Simba linamuumiza. Kukaa muda mrefu bila kuiona Simba hii ni jambo ambalo linaumiza, lakini kwa upande mwingine lina faida kwa sababu hata ukiangalia timu yetu hii haikuwa kwenye ubora wake hii leo. Ukiangalia sababu kubwa ni wachezaji kuchoka. Unaona kabisa kuna nguvu zimepungua kwa baadhi ya nyota wetu. Sasa tunafanyaje? Maana yake mapumziko haya yatakuwa ni mazuri, watu kwenda kupumzika, na wengine wamecheza akiwa na majeraha, mtu kama Ture, mtu kama Chama, unaona kabisa wanachechemea, lakini wanalazimika punda afe mzigo afike. Kwa break hii ina hasara yake kwamba tunaikosa Simba yetu kwa muda mrefu, lakini ina faida, nyota wetu wanakwenda kupumzika, wanakwenda kutibiwa, na baadaye tutarejea tukiwa kwenye ubora wa hali ya juu, twende tukamalizie ligi kuu pamoja na CRDB. Sawa, semaji tumalizie hapa Simba tukamgusia pia mchezaji bora wa mchezo Elie Mpanzu. Mpanzu amestahili. Ukiangalia mechi ya leo ilikuwa kwake. Hata nafasi ambazo nimezungumza awali ya kwamba tumekosa nafasi nyingi pale, zote amekosa yeye. Kwa mechi hii ya leo ilikuwa imeundwa kwa ajili ya Mpanzu. Kapata nafasi nyingi, ka attempt vya kutosha, na hata penati ni zalisho la ajali yake ambayo alisababishiwa na golikipa wa Dodoma Jiji. Kwa hiyo unaona kabisa alikuwa na desire ya kutafuta kitu, desire ya kuisaidia Simba yake, na hatimaye akaja akakutana na second ball rebound ile, akaweka mchi wa maana, na amestahili kuwa nyota wa mchezo. Sisi kwetu ni faraja kuona tunaendelea kubeba na kusomba tuzo hizi za mchezaji bora wa kila mchezo. Sawa, sema tumalize kwa niaba ya uongozi kuja kwa mashabiki wa Simba ambao wametusapoti kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa ligi inasimama, lakini pia ambao wametusapoti hii leo. Kwa
Pongezi za kipekee ama shukrani za kipekee, tunawapongeza mashabiki wetu wote msimu huu hadi kufika hapa kwa sapoti yao kubwa. Tumeanza safari yetu Meja Jenerali Samuyo, tumekuja hapa KMC, kote tunahama na watu wetu, wanatufata kila ambapo tunaenda, wamesimama nyuma ya mashabiki wao, na Simba so far ndio timu ambayo inaingiza mashabiki wengi viwanjani, sio Dar es Salaam, sio mikoa, tunapokwenda inakuwa ni full capacity. Kusema kweli mashabiki wanaonesha mchango mkubwa kwenye kuisapoti Simba yao, na sisi tunawashukuru kwa hilo, na tunawaomba wasituache pweke. Bado hatujamaliza kazi, tuna safari ya kumalizia mechi 6 zilizobaki, na baada hapo tuna safari ya kumalizia mechi 2 za ligi kuu, mechi 2 za CRDB. Tuendelee kushikamana. Nguvu ya Simba ni mashabiki wetu, mara zote tukiungwa mkono na mashabiki wetu, tukizungumza lugha moja, tukawa kitu kimoja, tukasimama kweli kweli kwenye falsafa ya nguvu moja, Simba hakuna wa kututeteresha. Na msimu huu hasa kuanzia dirisha dogo, mashabiki, wanachama na viongozi wa Simba wote kwa pamoja tumesimama kwenye mstari mmoja, Simba ni yena yena. Shukrani sana. Asante sana.